Assalamu alaikum and welcome to another episode ya Teens Connect. My name is Khadija. And I'm Abdallah Abdurrahman. Yes, leo na co-host na Abdallah mwenyewe. Yeah, on the Prophet series, leo tuna discuss a very significant prophet. Nani prophet nani? Prophet Ayub. Yes, Prophet Ayub mwenye alitokana na which lineage? Lineage of Nabi Ibrahim alayhi salam. Yes. Tulitoka kwa alhamdulillah kwa lineage ya nani? Nabi Ibrahim. Because tunakumbuka I think Nabi Ibrahim alikuwa promised kukuwa na watoto wa khair. So hiyo lineage ya mtume imetokana na Nabi Ibrahim. Si ndio? Sawa, without wasting time, which is our first segment? Our first segment ni go meet and greet. Where we'll go and interact. Tusalimia. Yes, kabisa. Venye amesema hata siongezi. Let's go to it. Assalamu alaikum, welcome to Teens Connect. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ni Abdallah kutoka Madrasa Tuzahra Gashie. And the main lesson learned from story ya Nabi Ayub ni baada dhiki ni faraja. Shukran. Assalamu alaikum, naitwa Hidayah Modhoni kutoka Madrasa Ahlul Bait. Nimejifunza kutoka Prophet Ayub ni kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum, my name is Amis Ali from Madrasa Zainul Abidin Park Road. Lesson that I've learned from Nabi Ayub is that to have subra in Allah. Naona mulifanya vizuri meet and greet kujua more about Prophet Ayub, right? Kabisa. Who did you meet? Mimi nilikutana na Hidayah na Hamisi na tulikuwa tunajuana, sasa tukajuana pia. Oh, okay. Sawa. Acha tuone kwa the next segment kama hiyo kujua neno ilikuwa imesaidiana, si ndio? Yeah, tunaenda kwa the next segment which is Teens Hangout. Teens Hangout. We will now discuss more about Prophet Ayub. Assalamu alaikum and welcome to the second segment of Teens Connect, which is Teens Hangout, and I'm being joined by the teenagers wenye tulipatana nao pale kwa meet and greet. Yeah, tuko na nani? Hidayah. Tuko na nani? Abdallah. Na tuko na nani? Hamisi. Sawa. These are the good teenagers wenye walikuwa tumepatana nao pale kwa teens kwa meet and greet. And now we are going to discuss in deeper levels about the prophet mwenye tuna target leo. Si ndio? Mwenye tunataka leo nani? Prophet Ayub, a very, very great prophet wenye we are learning different lessons from, si ndio? Especially nyinyi kama teenagers, right? Tunaambia Prophet Ayub was one of the 25 prophets that was chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. Na alikuwa mentioned kwa Quran. Na amekuwa mentioned very beautifully kwa different surahs yenye ambayo tuta highlight, si ndio? Prophet Ayub alikuwa one of the beloved prophets. Prophet Ayub alikuwa one of the patient prophets. Prophet Ayub alikuwa one of the prophets mwenye alikuwa na trust, alikuwa na takwa na tawakal mingi sana kwa Mwenyezi Mungu, si ndio? And just like all other prophets, pia alikuwa na challenges zake, si ndio? Because kila mtume alikuwa na sacrifice yenye alifanya, kila mtume alikuwa na mtihani different ambayo alikuwa anapitia, si ndio? Like because of time, we don't want to go into a long story, but what we need to learn is to see what kind of lessons to draw from this story ya Prophet Ayub, si ndio? Like all the prophets, kuna venye wamefuatana kwa lineage, si ndio? But tunaambia Prophet Ayub anatoka directly from the lineage of Ibrahim. Sawa. Alafu sasa tunaambia Prophet Ayub was one of the prophets mwenye alijaliwa sana expansive wealth. Sawa, alijaliwa mali kwa wingi. Prophet Ayub ni mtu alijaliwa na a vast spread according to narrations, different narrations na pia references kutoka kwa Quran. Prophet Ayub ni prophet mwenye alikuwa amejaliwa mali sana kwa wingi. Alikuwa na expansive, like vast expanses of land, like fertile land. Unaona venye unaweza sema wewe mali yako ina include pia mashamba umepatiwa na ilikuwa fertile, ulikuwa unaweza panda vitu, uko na mifugo, uko na everything yenye inahitajika at that time. Na pia akajaliwa akakuwa na nini? Na pia family, bibi, watoto, nini, all that yenye mtu yote ange desire. Sawa. And with that tunaambia alikuwa na also one of the best attributes ya kufanya nini? Ya kukuwa grateful. Always alikuwa anamshukuru Mwenyezi Mungu. Anasujudu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, shukran ya Allah. Sasa mtihani yake ikakuja. Mtihani yake ni gani? Iblis akaambia Mwenyezi Mungu, huyu anakuabudu tu kwa sababu umempatia hizi vitu zote. Ukimwondolea ataachana na wewe. Unaona venye shetani anafikiria anga saa zingine.
Na huyu ni mtume, Mwenyezi Mungu alikuwa amefanya nini? Amemchagua yeye mwenyewe kama mtume, right? But sasa because alikuwa anataka kuprove Satan wrong, akaacha ni shetani afanye wili yake. Of course akaenda kwa Prophet Ayub. Akaenda first of all akaanza maybe na distraction hiyo ya land yake. Mifugo yote ikaharibika, labda mali destroy ama something ilifanya. Yaani alianza kukua na losses pole pole. Hebu imagine wewe Mwenyezi Mungu amekujalia na kila kitu yenye una desire. Alafu after some time zinaanza tu kushuka, zinaanza kupotea. Mashamba ulikuwa nayo hakuna. Mifugo ulikuwa nao wanaanza kufa. Mimea ilikuwa imepandwa kwa mashamba yako mingi sana na ilikuwa kubwa sana, inaanza kufanya nini? Inaanza kuharibika. Familia yako sasa inaenda sasa to the next stage. Familia yako sasa wakaanza kukufa one by one. Mpaka kila mtu anakufa. How will you feel? Uta feel vibaya, si ndio? We'll feel vibaya. In fact, tutakuwa heartbroken. Hata most of us as normal human beings tuta lose hope. Tutasema sasa hizi ni gani? Kuna wenye watatani tu ushirikina, kuna wenye watatani kudisobey Mwenyezi Mungu because they are not used to not having the things that Mwenyezi Mungu amewajalia nayo, si ndio? And then after that, after losing the wealth yenye alikuwa nayo, aka lose familia yake, ikakuja sasa one of the worst ones, physical illness. Akapatwa na ugonjwa sana, si ndio? Hiyo kupatwa na ugonjwa imanishi sasa hakukuwa tahir, imanishi that aliachana na kumwabudu Mwenyezi Mungu, no. Hivyo in that state tunaambia Prophet Yakub bado alipractice takwa, bado alipractice ibada yake, bado alimsujudi, bado aliturn back to Allah. Hata siku moja hakujaribu kufanya nini? Kumwacha Mwenyezi Mungu. Sawa. We need to see these lessons and actually know. We need to see these lessons and actually see what we can learn as teenagers from that. Sawa. Because tunaambia after your physical illness kulikuwa sasa ni hiyo social isolation. Social isolation inamaanisha yani watu wanakutenga. Si eti kwa sababu ya hiyo ugonjwa wako na wanakutenga, wanaanza kukuongelea, wanasema sasa angalia huyu. Mali Mwenyezi Mungu amempatia, ameichukua. Amekuwa mgonjwa. Watoto wake, bibi yake, like watu wenye walikuwa around him, familia yake hawako. Sasa watu wakaanza kusema labda Prophet Ayub amefanyia Mwenyezi Mungu kitu. Labda amesin ama kitu memfanyikia. Wengine wakasema labda Mwenyezi Mungu amemforsake. Yaani watu wakasema wanaongea tu different things. Yaani tunakuwa isolate, sio kwa sababu wewe ni mgonjwa, kwa sababu wewe labda Mwenyezi Mungu amekuacha. Hebu sasa imagine wewe kama mtume umepatiwa kazi ya kuleta tauhid, ya kueneza tauhid. Alafu kitu kama hiyo inakufanyikia. Wewe niambie hiyo ni mtihani gani hiyo? Sio ni mtihani mzito sana. Lakini yoyote after all that haku lose hope. After all that bado akafanya nini? Haku lose hope. Aliendelea kumwamini Mwenyezi Mungu, aliendelea kutrust Mwenyezi Mungu mpaka mwishowe akamake dua. Akasema Mwenyezi Mungu wewe ndio the most merciful one. Naam. So tunaambiwa ndio ifike paka hapo mwishowe kabisa at the very end. Yenye sasa hapo sasa tunaona ni kama kabisa like ameshikilia tu kwa Mwenyezi Mungu, ha lose hope. Unaona shetani paka na ako zile za sasa, huyu kwani shida iko wapi? Mbona haachili kamba? Mbona ha lose hope? Yeah? Tunaambiwa kuna inaanza kusema indeed as adversity has touched me and you are the most merciful. Na aya inaendelea hivyo, naambia Mwenyezi Mungu adversity ama whatever it is, yani ugumu ama difficulties zenye napitia imenikumba, lakini wewe ndo the most merciful. Akaombea Mwenyezi Mungu dua na Mwenyezi Mungu akamsikia dua yake. Sawa. Kwa kumsikiza dua yake tunaambiwa Mwenyezi Mungu alimwambia nini? Alimwambia indeed scarf your feet ama your foot on the ground. Here is a cool bath and a drink. Unaona? Hiyo ilikuwa ni kama reward yake sasa ilikuwa imeanza. Ni kama miracle ilimfanyikia. Akaambia just scarf, like gonga tu hivi kwa ardhi na mguu wako. Alafu maji ikaanza like cool water for you to actually start. Hiyo sasa kidogo akaanza kuwa na healing. Kidogo mambo ambayo alikuwa ama vitu zenye alikuwa amepoteza zikaanza kufanya nini? Zikaanza kurudi. Na tunaambiwa kwa hizo narrations ama hizo story, yani alipata twice ama more than whatever it is that he had in the first place. Kama kulikuwa na wealth ama mali alikuwa nayo at that time, akapata even more than what alikuwa nayo. Mwenyezi Mungu akambariki na akamjalia na even more.
The same thing na mifugo, the same thing na nini na fertile lands, the same thing pia na family, aka restore the family yenye alikuwa nayo. Wewe niambie ni baraka gani? Sasa unaona Prophet Ayub hiyo baraka alipata, na ujue bado inshallah kwa amri na rahma Mwenyezi Mungu, naambia bado janna pia ataifanya nini? Ataipata. Isn't that a great idol mwenye tunafaa ku look up to? Nyinyi kama teenagers umepitia hiyo yote, lakini bado unashikilia tu Mwenyezi Mungu, unasema Mwenyezi Mungu mimi sikuachi, Mwenyezi Mungu nimepitia hivi na hivi na mimi sikuachi. Unajua sisi kama human beings tunakuja kwa dunia tunafikiria we are supposed to have a perfect life. Kitu kidogo kitufanyikia tusha complain, kitu kidogo kifanyika, any small inconveniences, any small discomfort, tunaanza kusema Mwenyezi Mungu, tunaanza complain. Is that even the right thing? It's not. So just quickly because of time, natanza na Hamisi, nataka kila mmoja wenu aniambie what apart from the lessons zenye mmesema hapo kwa meet and greet, what kind of great lessons, na unipatie pia an instance kwa maisha yako, ama an example ama an experience kwa maisha yako yenye unaweza apply. What lessons can we actually derive from the story of Prophet Ayub? Hamisi. Kuwakaa uko patient, mtu akuwe patient. Kama vile nyumbani unambwagaje na kununulia kitu ka bike wambo unanunuliwa, alafu kila siku tunaambia mzazi wako mbona siku ifiki, mbona siku ifiki, mbona siku ifiki. Mzazi wako anakuambiaje? Kuwa na hiyo subra, uongoje siku ndakununulia. Kuwa na subra, utaanza kukasirika, naanze kuona mzazi wangu hataki kununulia. Abdallah. From tumeongea, the lesson yenye nimelearn from Nabii Ayub ni as in kila anything that happens in your life inakuga na it's meaningful. Maybe inaweza kuwa in a positive way or a negative way. Sana lakini sana inakuga tu sana na negative way, because kwa maisha yako utapata kila kitu iko sawa. Sasa zingine unapata kuna family challenges nini tunaelewa. Pia kuna hiyo negativity yake na pia kuna positive. So vile tukiona story ya Nabii Ayub, as in kama kuna ule mtu anaanza yani kama Mwenyezi Mungu hata ikuacha, yani kitu iko, lakini kama ni binadamu amitachoka naye. Yani umeteseka, yani alimojua walikuwa wanasema as in alikuwa ile yani mgonjwa ile totally hadi yana ngozi. Sasa tuseme ni mtu nyama, because hiyo tunaelewa tu hiyo vile alikoga illness yake. Hadi watu wakaanza yani vile umekuwa mgonjwa watu wamesema huyu jamaa sasa akae mbali nasi. Na venye ulikuwa mara ya kwanza watu walikuwa hadi tuseme kama uko na wealth people ni kama watu sana wanakukaribia, lakini kama una watu wanaanza kutupilia mbali. Kama kitu kama hiyo tuseme sio kitu mzuri. Hiyo ni positivity, yani negativity. Lakini kama uko na kitu ni kujieni. Na pia kama sina unisupport, yani tunasupportiana sio. Mimi nasema hivyo. Kama kuna mtu mwenye ananiona huko mtaa, kama kuna kitu unaweza saidia best yako wewe msaidie. Na pia kama siku yenye hata kuwa nayo tu msaidiane tu nakuaga hivyo. Kuwa honest na patience. Honest na patience. At least pia hiyo ndo learn kutoka kwa Prophet Ayub, si ndio? It's fine, no problem. So we've come to the end of this segment. Learn a few things from Prophet Ayub. Yeah, and inshallah isistopie hapa. Nyinyi also in teenagers back at home, stop hapa, and then learn more about the prophets, about the beautiful messengers wenye Mwenyezi Mungu amewaleta hapa duniani, ambao wanafaa kutufunza ama wanafaa kukua maelekezo mema kwa maisha yetu. Sawa. Yeah, teenagers back at home, we've come to the end of this segment, and we hope, of course, you have learned. We hope that you have learned different lessons from Prophet Ayub. Sawa. So see you in the next segment. Prophet Ayub, niliongea sana. This time nimeongea sana. Kabisa. Nadhani unanimalizia points. I hope sikukumalizia zote, lakini sinaona pia nyote mlichangia. Aziezesha. Si ndio? So vile tulipatana hapo nje tulidiscuss some of the things and lesson learned from the Nabii Ayub.
from the lesson learned that I learned mimi, tunafaa tukuwe na subra na tukuwe na you should have unity. Yes, as sasa Muslims. kama Nabii Ayub aina kumwacha, yani karibu imani imtoke, lakini akasema tunibaki na yeye for all the kitu imetufanyikia. Yeah, but tunaona Ayub alipitia a lot of tests. Imagine akalioto bibi, like he lost even his whole family, right? Yeah, and from that we have to draw a very big lesson. Hiyo venye Abdallah amesema patience. We have to have trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Imani yetu tafadhali ikuwe strong, inshallah. I know we go through ups and downs. Our lives are not meant to be perfect. Hatufai kukuwa na goodness all throughout. Ama kitu mbaya kifanyika, we start lamenting and complaining. Si ndio? Yeah. Okay. Tunaenda on a short break. Tukirudi tunaenda kwa ask your sheikh. Unaenda unauliza sheikh yako swali uko unajua. Alafu utapata jibu yako. Kabisa. Welcome back and I hope you enjoyed your break. Sasa sisi hapa tulikunywa kachai. Walikunywa chai gani? Mimi yangu ilikuwa chocolate. Mimi yangu ilikuwa kahawa basi. Yako hata si chai. Yako ni coffee. Yangu ni coffee. Sawa. Without wasting time, tunaenda kwa segment gani? Hapo unaenda ku ask your sheikh. Walikuwa tumesema after short break ya. Yes. So let's see what questions you have in store for us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mko nami Sheikh Juma Shughuli katika kipindi hiki cha kujibu maswali yenu, nikichukua nafasi ya Sheikh Ali Mwega ambaye hatuko naye katika wakati huu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Abdallah from Geshe, and my question was, Prophet Ayub died at what age, and after how long when he recovered everything lost from Allah subhanahu wa ta'ala? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tuko na swali kutoka kwa Abdullah ambaye ameuliza Nabii Ayub alikufa akiwa na miaka mingapi na baada ya kupoa aliishi kwa miaka mingapi? Naam. Swala hili kama maswali mengine yanahusiana mara nyingi na miaka na tarehe, yako na tofauti nyingi wakati mtu akifanya research kujua hasa mwaka gani, miaka mingapi. Lakini kulingana na nilichokifanyia utafiti ni kwamba Nabiullahi Ayub baada ya mtihani aliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ugonjwa na mengineyo, aliishi miaka 70, ambao ni miaka baada ya ugonjwa wake aliokuwa nao na matatizo au mtihani aliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao miaka hii aliendelea na da'wa na kufanya tablighi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miaka aliyopata mtihani aliyopewa na Mwenyezi Mungu inaelezwa ni baina ya miaka 7 mpaka 18, ambao miaka hii ndani yake ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa mtihani ule mzito ambao mpaka baadhi ya watu wake wakamtenga Nabiullahi Ayub alayhi salam. Ama kuhusiana na akifa alikuwa na miaka mingapi, kuna kauli mbili. Moja kwamba alikufa akiwa na miaka 93 na nyingine inaeleza kwamba alikufa akiwa na miaka 200. Hii ni tofauti ya kitarikh ambayo huwa haiathiri lolote katika kumjua nabii. Kwa hiyo kwa jumla hilo ndio jawabu tunaweza litoa kuhusiana na kuishi miaka mingapi baada ya mtihani na alikufa akiwa na miaka mingapi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. My name is Hidayah. I am from Madrasatul Ahlul Bayt. My question is, how many kids did Prophet Ayub have? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tuna swali kutoka kwa Hidayah ambaye anauliza Nabiullahi Ayub alikuwa na watoto wangapi? Nabiullahi Ayub alikuwa na watoto 10 inavyoeleza historia, watoto 7 wa kiume na 3 wa kike, ambao katika mtihani wake alipopewa balaa ile alipewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawa watoto wote walifariki, na baadaye Mwenyezi Mungu tena aliporudi sawa na kufaulu mtihani aliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu tena alimruzuku watoto wengine 10 tena kwa idadi kama ile ya mwanzo. Kwa hiyo kwa jumla
itakuwa alikuwa na watoto 20, lakini wengine walikuwa kabla ya mtihani wake, alipopewa mtihani wakafariki, na wengine alipewa baada ya kufaulu mtihani aliopewa na Mwenyezi Mungu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. My name is Hamisi Ali from Madrasatul Zainul Abidin Park Road. My question is, where is the grave of Bibi Fatima alayhi salam? Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tuko na swali kutoka kwa kijana wetu Hamisi ambaye anauliza kaburi la Bibi Fatima salamullahi alaiha liko wapi? Ukweli kuhusiana na kaburi la Bibi Fatima alijulikani lilipo, na kutojulikana lilipo ni moja katika wasia wa Bibi Fatima Zahra alayha salam. Baada ya kifo cha Mtume Muhammad, kuna mitihani mingi iliyotokea ikawakumba watu hawa wa nyumba hii tukufu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye mmoja ya watu waliopata msiba mkubwa ni Bibi Fatima Zahra, hasa baada ya ameondokewa na baba yake mpendwa, na baada ya hapo pia kukawa na mambo mengi ambayo yalitokea, watu wakitaka ukhalifa na mengineyo. Kwa hiyo kipindi hiki Bibi Fatima Zahra alikuwa katika hali ngumu sana, na kuna watu ambao walimuudhi Bibi Fatima pia kwa baadhi ya mambo yao, na ndio maana katika wasia wake Bibi Fatima Zahra alayha salam, ambao alimuhusia bwana wake Al-Imam Ali alayhi salam kwamba wakati akifikiwa na mauti alimuhusia kwamba atakayesimamia kila kitu chake ni yeye Amirul Mu'minin, na kwamba amzike usiku na aifiche kaburi yake. Na hili ndio lilitekeleza Amirul Mu'minin alayhi salam, kwamba Bi Fatima Zahra alayha salam alipofariki alisimamia kila kitu na akamtoa usiku kwenda kumzika na akaficha sehemu aliyomzika Bi Fatima Zahra alayha salam. Kwa hiyo hii inaonyesha pia dhulma iliyopitia na matukio yaliyotokea baada ya kifo cha Mtume. Kwa hiyo mpaka leo hatujui kaburi yake ilipo Bi Fatima Zahra alayha salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, asanteni sana kwa kufuatilia kipindi hiki na kwa maswali yenu ambayo ni yenye faida na kuonyesha kwamba watu wana shauku ya kutaka kujua na kusoma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vile tulikuwa tumesema we are going to ask our Sheikh. Alhamdulillah, Sheikh ameshajibu swali yangu. Na Mwenyezi Mungu amjali, amzidishie kila la kheri. Amzidishie kila la kheri. Naam, kabisa. Naam, alhamdulillah. Hata tuna hope pia wengine wamelearn something from it, because me personally kuna maswali sikuwa najua, but alhamdulillah Sheikh ametujibu. Naam. So, tunaenda to our very fun and best segment. Yani competition kabisa. Tujue sasa nani ndio gwiji wa maswali. Hebu utatoboa ama utatoboa? Mimi mambo yangu inakuaga kutoboa. Wewe Pige nyuma. Atujibu mambo ya losses hapa, si ndio? It's always wins. Yeah, wins. Sawa, wacha tuone kama utapata siti zote ama hapana. Hii lazima mpate zote. Sawa, so let's get into trivia segment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear teens, welcome to one of the best segments, the Teens Connect Trivia segment. This is the segment ambayo tunajitahidi kuangalia nani anajua what for each episode. Na hii episode tulikuwa tunamzungumzia Nabii Ayub. Unamfahamu vipi ama kiasi gani Nabii Ayub? In this trivia segment nitakuwa na Abdalla, Hidayah, Yes. Tutakuwa na Abdalla, Hidayah na Hamisi, ambao tutakuwa tunaangalia how much they know kuhusu Nabii Ayub. Mko tayari? Are you guys ready? Yes. Hamisi doesn't look ready. Anyway, we are going to still proceed. Sindio? Haya, okay? Tutaanza na Hamisi. Hamisi, swali lako la kwanza. Maswali ya leo ni mboga sana. Just read between the lines or listen between the lines. Prophet Ayub alijulikana na nini yake? Prophet Ayub alijulikana na Utajiri wake.
na alikuwa na wealth, Alikuwa na wealth. pesa mingi. Okay, other than that, Hidayah? Other than wealth yake, like ukisikia jina Prophet Ayub, what comes into your mind? Hidayah, msaidie. Prophet Ayub alipitia mitihani mingi sana. Tunamjua kuhusiana na nini? Abdallah? Namjua venye alikuwa na ugonjwa. Alikuwa na sana ukisoma story ya Nabii Ayub. Na kuonyesha venye alikuwa na ugonjwa lakini alikuwa na imani kwa Mwenyezi Mungu. Na mtu akiwa na ugonjwa anakuwa na nini? Anakuwa na subra. Anakuwa na subra. He was very, very patient. Tumesoma story ya Nabii Ayub vile alikuwa, si ndio? Ametupwa huko outside the city, yeye na ugonjwa wake akae huko. But hakupoteza imani kwa Mwenyezi Mungu. Yes, wealth was among them, but hiyo si ile Nabii Suleiman tutasema aje sasa? Yeah? Si ndio? So tunamjua Nabii Ayub kwa ile subira alikuwa nayo. Si ndio? Haya, Hamisi, exchange. Haya, kwako Hidayah, swali lako. Nabii Ayub, Mwenyezi Mungu alimpatia mitihani kwa kumuondolea nini? Mali yake, familia yake, mali, familia na afya, au kingdom? Kati ya hizi 4, ni gani yenye Mwenyezi Mungu alimtest nayo? Mali yake pekee, alimuondolea mali yake pekee, alimuondolea familia yake pekee, au alimuondolea mali, familia na afya, au akamuondolea kingdom? Mwenyezi Mungu alimuondolea Nabii Ayub mali, familia na afya. Yes, alimuondolea mali, familia yake, kuna watoto wake walifariki, si ndio? Mali yake yote ikaisha, na pia afya yake akakuwa mgonjwa. Haya, kwako Abdallah, katika hii mitihani yote Nabii Ayub alifanya nini? Katika hii mitihani yote Nabii Ayub alifanya nini? Nabii Ayub alikuwa na subra kwa Mwenyezi Mungu na bado alikuwa na imani. Very good. He remained patient and faithful to Allah subhanahu wa ta'ala. Aya, tunarudi kwako Hamisi. Kati ya hawa, mmoja alibaki very loyal to Nabii Ayub. Mmoja alibaki very loyal to Nabii Ayub, hakumwacha. Mke wake, neighbors wake, majirani, servants wake, wale watu walikuwa wanamsaidia kazi nyumbani, au ndugu zake. Kati ya hawa ni nani alistick na Nabii Ayub? Mke wake, majirani zake, wafanyikazi wake, au ndugu zake? Defining moment. Nani alistick na Nabii Ayub? Mwenye alistick na Nabii Ayub ni mke wake. Yes, ni mke wake, si ndio? Yeye ndo alikuwa anakuja anamletea chakula. So kuna time karibu imani yake ipotee, lakini bado alistick na yeye. Very good. Haya, kwako Hidayah. Nabii Ayub aliomba vipi msaada kwa Mwenyezi Mungu? Nabii Ayub aliomba vipi msaada kwa Mwenyezi Mungu? He demanded healing. He prayed humbly. He stopped praying. He asked people for help instead. Nabii Ayub aliomba msaada kwa Mwenyezi Mungu vipi? He prayed humbly. Yes. He prayed humbly. Alikuwa tunaambia Mwenyezi Mungu, wewe unaona vile mambo yangu iko, nisaidie, si ndio? Baada ya hii mitihani yote kuisha, Nabii Ayub Mwenyezi Mungu alimrejeshea nini? Baada ya hii mitihani yote kuisha, Nabii Ayub alibarikiwa na nini na nini na nini? After hiyo mitihani yote kupita, Nabii Ayub alirudishiwa mali yake, familia na afya. Yes, very good. Alipona, si ndio? Na akapata watoto wengine, na wale ng'ombe wake, mali yake ikaongezeka. Very good. Haya, kwako Hamisi, which characteristic ni tabia ipi ambayo inamdescribe Nabii Ayub, ama inatuonyesha Nabii Ayub alikuwa vipi? Impatient, hakuwa na subira. Arrogant, alikuwa na kiburi. Grateful and patient, alikuwa mwenye shukrani na mwenye subira. Proud, alikuwa anajiona, anajivuna. Alikuwa mwenye shukrani na subira. Very good. Haya, kwako Hidayah. Kisa cha Nabii Ayub kinatufunza tumwamini Allah subhanahu wa ta'ala in what instances? Kisa cha Nabii Ayub kinatufunza
tumwamini Allah subhanahu wa ta'ala vipi? Only in good times, in every situation, only when healthy, only when rich. In every situation. Aha, in every situation, mashallah. Haya, kwako Abdallah, which is the biggest lesson ambayo tunajifunza kutokana na story ya Nabii Ayub? Tukisoma story ya Nabii Ayub, the main lesson tunasoma hapo, yani tukuwe na imani kwa Mwenyezi Mungu. Allah is most gracious and the most merciful. Very good. Haya, mashallah. Haya, Hamisi, kwako, what did Allah subhanahu wa ta'ala command Prophet Ayub to do to receive healing? Ni nini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Nabii Ayub afanye ili aweze kupona? A. Climb a mountain, apande mlima. B. Strike the ground with his foot, agonge ardhi na mguu wake. Swim in a river, fast for 40 days, afunge for 40 days. Mwenyezi Mungu alimwambia agonge mguu wake chini. Very good. Haya, kwako Abdallah, what came out of the ground after Prophet Ayub obeyed Allah subhanahu wa ta'ala? What came out of the ground after Prophet Ayub obeyed Allah subhanahu wa ta'ala? After na Prophet Ayub alikuwa ameambia atape mguu wake kwa on the ground. Water split out. A spring of water, yeah? Okay. Good. Haya, kwako Hidayah, finally, why is the story of Prophet Ayub often mentioned in Islam? Kwa nini kisa cha Nabii Ayub kila mara kinatajwa kwenye the Holy Quran? A. Kutufunza kuwa na subira wakati kuna mitihani. Ku-encourage watu wakuwe na mali. Na au ku-explain trade, kufunza watu mambo na biashara. Kwa nini kisa cha Nabii Ayub kinazungumziwa katika Uislamu? A. Kutufunza sisi kuwa na subira, ku-encourage watu kukuwa na mali ama kutafuta mali, au kufunza watu mambo na biashara. Kisa cha Nabii Ayub hufunza watu kuwa na subira. Yes, very good. Kisa cha Nabii Ayub kinatufunza sisi kuwa na subira kama Waislamu, si ndio? And that is how we wrap it, teens at home. I hope you enjoyed or loved this episode or rather segment. Naona uli keep your word. Mi wanatimiza. Ubatishi? Sibatishi. Mashallah. Tunaona hiyo maswali ni mwecheche, si ndio? Ni mwecheche lakini tunafaa tukue advanced. Tukiendelea tu hivi, wala tutalearn hadi pale Martins uko home, hadi wana learn something yenye wako wanajua. Si ndio? Kabisa, wende waonyeshe hii video, make sure imeenea, si ndio? So Zuhra, umesikia, let's advance. Hiyo maswali unauliza ni kama mboga sana kwa watu kama Abdallah. Now we want more winners, si ndio? Yes, thank you so much. Sasa without I think tumekosa hata maneno. We've come to the end of the episode ya leo ya Prophet Ayub. Kama kawaida mimi husema, we hope that you have learned different lessons from this episode. Na pia wewe uko na jukumu inshallah pale nyumbani ama shuleni ama wherever you are to go and learn more about these prophets. Na ukifuatilia vizuri tu hii series tulianza na Prophet Adam, tukakuja all the way saizi tuko kwa Prophet Ayub. So wewe mwenyewe enda, go and learn more, go and listen to the other previous videos and get to catch up. Na pale home kukuwa na swali, watatu SMS, kuna namba iko hapo chini inapita. Na ama u reach out kwa our social media pages across, inaitwa tu Mahdi TV Kenya. Naam. Yeah, so with that tunafunga our episode and we would like to say masalam.